Habari yako mpendwa msikilizaji wa Radio Kwizera FM kutoka popote pale ulipo. Pasina shaka leo dunia ikiwa inaadhimisha siku ya wanawake, pasina shaka chini ya kauli mbiu ya tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Mimi kwenye line ya simu nimemwalika mwanahabari na mwanamke pia, pasina shaka shupavu naweza kusema hivyo, mshindi wa tuzo kadhaa za kihabari hapa nchini Tanzania, lakini pia mbobezi katika masuala ya kidijitali. Mwanahabari huyu pasina shaka si mwingine ni Imani Luvanga. Imani, habari yako? Salama. Pasina shaka ubuheri. Siku hii ya wanawake umeipokea vipi? Kabisa niko ubuheri. Nimeipokea vizuri kwa sababu ni siku ambayo tunasherehekea mafanikio ya wanawake, na kama ambavyo wanawake wengine wanajivunia mchango wao, na mimi pia nimeipokea kwa furaha kwa sababu najua mchango wangu katika jamii na katika sekta ya habari, na kwenye eneo ambalo nimebobea zaidi, eneo la teknolojia. Kwa kuzingatia tu kauli mbiu ya mwaka huu, unadhani vyombo vya habari vina nafasi gani hasa katika kuhakikisha haki, usawa na uwezeshaji wa wanawake na wasichana hasa katika zama hizi za kidijitali? Kazi ya vyombo vya habari au wajibu wa vyombo vya habari nadhani haupiki kutokana na ile misingi: kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha. Kwa hiyo hizo ndo kazi kuu ambazo naweza kusema kwamba zina reflect pia kauli mbiu ya mwaka huu. Vyombo vya habari vina wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba jamii inapata taarifa sahihi kuhusiana na sera, sheria zote ambazo zinamlinda mwanamke, lakini pia kuhakikisha kwamba jamii inapata taarifa sahihi kuhusiana na haki, sababu nasema mwandishi wa habari, lakini kuna namna tumekuwa tukichengesha hizi kazi. Tunatakiwa kuangalia kwa ukaribu sana ni vitu gani tunavipa nafasi, ni watu gani tunavipa nafasi. Sasa hivi tunaendelea teknolojia, tumejikuta vyombo vya habari tunaanguka kwenye ile sehemu ya kuwa chanzo cha ukatili wa wanawake, kutokana tuna namna ambavyo tunaandika zetu, kutokana na namna ambavyo tunawatia wanawake kwenye habari zetu, kwenye vipindi vyetu, kwenye programu zetu, pia kwenye programu zetu za kufurahisha ama za burudani. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba hata burudani zetu zinamchora mwanamke katika picha nzuri. Elimu zetu ambazo tunazitoa kupitia waandishi wa habari zinamchora mwanamke katika picha nzuri, lakini pia taarifa zetu zinamchora mwanamke katika picha nzuri, lakini pia zinamhamasisha kuona kwamba anaweza. Tulikotoka na tulipo sio sawa, lakini hatuwezi kukwepa ukweli kwamba bado tunatakiwa kufanya zaidi, kwa sababu teknolojia pia zinakuja na changamoto zake. Na shukrani sana. Pasina shaka wewe ni miongoni mwa wanahabari, tunaweza kusema kwa kiasi kikubwa una mchango mkubwa hasa kwenye masuala haya ya kidijitali, hasa ukiwavuta wasichana na vijana wengine wanaoibukia kwenye tasnia hii ya habari kwenye masuala ya dijitali. Unamiliki pasina shaka na kuiongoza Dig It with Imani. Umekutana vipi na changamoto gani hasa katika tasnia hii ya habari, na unafikiria vyombo vya habari vinafanya vya kutosha kuwawezesha wanawake kupata nafasi za uongozi? Kupitia Dig It with Imani nimejifunza vitu vingi sana. Matatizo yako kote, sio kwa pia hata kwa wanawake wenyewe. Kuna wanawake ambao wana uwezo mkubwa sana kuliko hata mimi ambaye naonekana na mchango mkubwa, lakini wamejifungia ndani kwa kuona kwamba kwenye eneo la teknolojia ama kwenye mitandao ya kijamii wanawake wamekuwa kutukanana, kusemana vibaya imekuwa kama jambo la kawaida. Kwa hiyo kama vyombo vya habari tuna wajibu mkubwa sana wa kufanya uchechemuzi ama advocacy, kuonesha kwamba mitandao ya kijamii sio sehemu ya kutukanana, sio sehemu ya kutumiana connection, ni sehemu ya fursa, ni sehemu ambayo mtu anaweza kufanya kazi kama anafanya kazi analogia. Lakini pia wanawake na sisi wenyewe tujitambue na tuhakikishe kwamba tunazitumia hizi nafasi. Tukichukua kisingizio kama tunakana tukakaa nyuma, pengo la kijinsia linazidi kuwa kubwa, linazidi kuonekana, lakini pia sisi wenyewe tunajinyima haki ya kulipa, haki ya kutoa maoni yetu, haki ya kufanya kazi, haki ya kupata fedha na vitu vingine. Kwa hiyo kila upande nafikiri unatakiwa kuplay nafasi yake, lakini pia wale ambao hawajapata nafasi wawe tayari kubadilika kutokana na haya ambayo nafasi tunawaambia, na pale ambapo wanapata changamoto waweze kuziaddress ili tuone namna gani tunazitatua kwa pamoja, kwa sababu changamoto ni sehemu ya maisha. Changamoto ndizo ambazo zinatufanya tukue, unajua. Na asante sana. Kama ulivyozungumza awali, pasina shaka kwamba vyombo vya habari pia bado vina nafasi ya kufanya kuhakikisha huu usawa unaozungumziwa na haki basi vinakuwepo sawia kama inavyotakiwa.
tunaweza kusema uwepo wa wanawake katika vyombo vya habari umekuwa ukiongezeka kwa nyakati za sasa hivi, tofauti na zamani kama ulivyozungumza, lakini bado kuna changamoto za uwakilishi wa haki na usawa. Unadhani tunahitaji mabadiliko gani hasa ili kuhakikisha sasa hizi sauti za wanawake zinasikika kwa usawa na kwa athari chanya kama inavyotakiwa? Mabadiliko tunayohitaji kwanza ni kuhakikisha kwamba wewe uko kwenye chumba cha habari, nadhani utakuwa shahidi yangu mzuri. Kwenye vyombo vya habari kuna vitu tumevichukulia kawaida. Mwanamke kushikwa, kunyanyaswa, kufanya nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mabadiliko makubwa ambayo tunahitaji ni miongozo ambayo iko wazi. Vyombo vya habari vinakuwa na sera, vinakuwa na newsroom policy, lakini zinakuwa kwenye maandishi. Hatuwapi orientation wafanyakazi wanawake na wanaume kwamba chombo chetu cha habari hakiungi mkono ama kusupport aina yoyote ya ukatili wa kijinsia ama unyanyasaji, ama pia inaheshimu msingi. Lakini pia wanawake wasiwepo kuongeza tu nafasi kwenye majukumu kwa kubaguliwa, kwamba huyu mwanamke atafanya tu kazi ya kuripoti, atafanya kazi ya 1 2 3. Apewe kamera, apewe eneo la technical, aoneshe uwezo wake, kwa sababu wanawake tumeshawajengea uwezo. Tunachohitaji sasa hivi wapewe nafasi. Mabadiliko mengine ambayo tunahitaji ni katika kuweka wazungumzaji wetu. Unakuta kuna sosi 4, wote 4 ni wanaume. Tuwape nafasi na hawa wanawake wasikike, kwa sababu kama ni elimu wamepata, kama uwezo wamejengea. Naamini kwamba wakipewa nafasi wanaweza kuonesha, na wakionyesha nafasi ndipo utakapojua Waswahili wanasema chainyeshe tujue wapi tunavuja. Kwa hiyo tukiwapa nafasi waoneshe uwezo, tutajua kwamba kama wana weakness ama wana changamoto yako ni hii, tunaweza kuwasaidia kwa 1 2 3. Kwa hiyo zaidi tuwape nafasi. Lakini kwa sisi wanawake pia tukipewa nafasi tuoneshe uwezo kwamba tunaweza. Itawapa nguvu wafanya maamuzi kuamini wanawake wengi zaidi, kwa sababu tuliopewa nafasi tumeonesha na tumefanya kazi kwa weledi. Naam, asante sana. Nimekuelewa vizuri kwa namna ambavyo umezungumza, lakini kwa nyakati tofauti, mfano mimi nimeshuhudia katika chombo changu hivyo vitu, orientation ya kwamba kuna baadhi ya vitu havitakiwi kwa wanawake, wanaume, ama kuna haki hizi na hizi ambazo vipo tunasoma kabla ya mambo mengine kuendelea. Sasa imekuwa ikitokea unampa nafasi mwanamke, ama unahitaji mfano kwenye vyombo vya habari unatafuta vile vyanzo, sources, unataka kuzungumza nao. Wengine mara nyingi wanawake wamekuwa wakikaa kando ama wakikimbia wakisema bwana mimi siwezi zungumza, mtafute fulani, mtafute mtu mwingine. Hili tutalibadili vipi, ama tutabadili vipi mtazamo huu na kuwafanya kuwa na nguvu na wao kuamini kwamba wanaweza kuzungumza kadiri ya uwezo wao? Nakubaliana na wewe kabisa kwamba hiyo changamoto ipo, lakini ambacho tunaweza kufanya ni kuendelea kutoa elimu, kuendelea kufanya uchechemuzi. Huyu ambaye leo kinitafuta mimi Imani, nimekwambia mtafute mtu mwingine, siwezi kuzungumza hili, mtafute yule ambaye anaweza azungumze, halafu kesho nirudie. Yani usinitose kwamba ulikataa sikutafuti tena, kesho usinitose, niambie angalia huyu mwenzio amezungumza hivi 1 2 3. Kesho na kesho kutwa mimi nitapata ari. Ama uende ulinitafuta kwenye mada, mimi sio mbobeo, niambie mada gani najisikia huru ama najisikia confident kuzungumzia hiyo mada. Ambapo tunakosea waandishi wengi wa habari, mtafuta mke mara moja akakwambia kwamba siwezi kuzungumzia hiyo mada, unasema kwamba wanawake wanajiweka nyuma. Lakini uenda umempa mada ambayo yeye hajiamini kuizungumza, ama mada yenyewe ambayo yeye sio mtaalamu. Ndio kile ambacho nasema kwamba tunaweka wanawake kwa sababu ili waonekane wapo, sio wanawake kuzingatia mtaalamu wao. Na sisi ambao tunajua kwamba tunaamini sisi ni wataalamu, tujioneshe kwamba mimi naweza kufanya kitu. Mimi nimejikita katika masuala ya usawa wa kijinsia kwenye eneo la kidijitali, kwenye mambo ya teknolojia. Kwa hiyo mtu anakuwa na understand my position vizuri zaidi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hata sisi waandishi wa habari tumekuwa wavivu, ni kwa sababu tunamwona mwanamke hapa nampa. Kwa hiyo tuzingatie kwamba ni wataalamu katika eneo husika, kwa sababu tunaogopa aibu. Tunatakiwa kuwa conscious. Mwanamke akiongea vibaya, unajua wewe utakuwa shahidi, unaona nilijua hapa kwa sababu ameweka mwanamke, angeweka mwanaume angeongea hivi na hivi. Okay, naam, shukrani sana, asante. Na katika zama za kidijitali, pasina shaka wanawake mnakumbana na changamoto kama vile unyanyasaji wa mtandaoni na ukosefu wa fursa sawa. Pasina shaka, pamoja na mamlaka husika, tunaweza kusema mashirika ya habari na jamii kwa ujumla, pamoja na ninyi ambao mmejikita kwenye masuala ya dijitali, tunaweza kusema wanahabari, nini hasa ambacho tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba wanawake wanakuwa salama na wanathaminiwa katika mazingira haya hasa ya kidijitali pia?
mara nyingi mimi nimekuwa nikisema kwamba hakuna siku ambayo itafika tutasema kwamba leo wanawake watakuwa salama milele mtandaoni. Sio tu wanawake, hata wanaume. Hizi changamoto zipo, zitaendelea kuwepo kwa sababu eneo la digitali wewe unakuta namna ya kujilinda, mwingine anatafuta namna ya kubomoa. Ni kama tu ilivyo kwenye analogia, unavyosema leo unazuia wezi, kuna jambazi anakuja. Unapomzuia kika, kuna mporaji anakuja. Kwa hiyo ambacho naweza kusema ni kwamba tuboreshe sera, lakini pia wanawake na jamii nzima kwa ujumla ipewe elimu juu ya namna ya wao, kwa sababu kuna haki na kuna wajibu. Kuna muda sisi wenyewe wanawake tumekuwa sababu ya sisi kutukana. Mtandaoni ni jukwaa huru. Tusiige sana pia mambo ya Ulaya ya wapi, wao wana tamaduni zao. Umevaa nusu uchi unategemea kutukana. Ni kama tu umemwita, umeweka picha yako, umembatanisha caption ambayo ningekuwa tunda ungeniita nani? Sijui ningekuwa kitu gani ungeniita nini? Maana yake wewe kila uzuri ama ubaya ni mtazamo wako. Kwa hiyo usiwalazimishe watu waje wakutukane. Kwa hiyo wanawake pia wapewe elimu kuhusiana na aina ya maudhui ambayo wanatakiwa kuweka mtandaoni. Lakini tunahitaji sheria ambazo ni mahususi kabisa kuhusiana na ukatili wa kijinsia mtandaoni kwa wanawake, kwa sababu bado hatuna sheria kama hizo. Tuna sheria ambazo ni Cybercrime Act, makosa ya mtandaoni ambazo ni general. Tunahitaji specific sheria ambazo zinahusiana na ukatili wa kijinsia mtandaoni kwa wanawake, kwa wanaume, ili ziweze kufanya kazi na jamii pewe elimu. Lakini pia sasa hizi tuna sheria nzuri ya ulinzi wa taarifa binafsi. Watu pia wahakikishe kwamba wanajilinda na wanalinda taarifa zao. So kila wakati tunyoshe vidole watu, tunyoshe vidole mamlaka, tunyoshe vidole wadau, pia tujinyoshe vidole sisi wenyewe wanawake. Je, tumetimiza wajibu wetu? Tumeweka maudhui ambayo hayatatuhatarisha sisi? Wadau, vyombo vya habari, Umoja wa Mataifa wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba utetezi, wanawake wapate haki sawa, wanawake wapate nafasi mtandaoni, wanawake wawe salama. Lakini kama sisi wenyewe hatutakuwa wa kwanza kulinda usalama wetu, hata hao wanaopiga kelele juhudi zao hazitakuwa dawa. Napenda kufahamu tu kwamba kwa vijana wa kike wanaotamani kuwa waandishi wa habari, watangazaji ama wamiliki wa vyombo vya habari aidha vya mtandaoni kama wewe Pasina Shaka Dig It With Imani, ni ushauri gani sasa ungependa kuwapa ili wajitayarishe vyema na kufanikisha ndoto zao katika tasnia hii ya habari? Naweza kuambia kwamba wajiamini, waamini kwenye ndoto zao, lakini pia hakuna njia rahisi, hakuna shortcut, hasa kwenye uandishi wetu wa habari, kwa sababu ni kiwanda ambacho unaweza kusema kwa miaka mingi kimetawaliwa na wanaume. Kwa sisi ambao tunajitahidi kuvunja hii miiko, tujue kwamba njia sio nyepesi, na hata wao ambao wanakuja wajiandae. Lakini pia tusichukulie hizi upambanyaji na usawa kama ya sisi kufanya mambo mabaya tukiamua kwamba kuna sheria zitatulinda. Kwa hiyo kwenye ujuzi, kwenye kujitambua nini tunataka, lakini pia tutambue nafasi zetu katika jamii na tufanye ile kazi ambayo tunadhani kwamba ni sahihi, ambayo pia itawahamasisha watu wengine. Kwa hiyo ili kufikia malengo yako, kila mtu ajiamini na awe na nafasi, awe na jitihada katika kuhakikisha anafikia malengo yake, kwa sababu hatua zangu mimi za maendeleo zinaanza mimi mwenyewe. Na ili zianze na mimi mwenyewe, natakia niamini katika kile ninachokifanya, lakini pia niwe tayari kwa changamoto na nizitatue kwa misingi ya haki na usawa, nisitatue kwa mihemuko, kwa sababu changamoto zipo na haziwezi kuisha. Na shukrani sana, ni shukuru kwa nafasi hii ambayo umenipatia kuzungumza nayo kwa siku hii leo. Nasema asante sana popote pale ulipo Pasina Shaka. Asante sana. Pasina Shaka. Asante sana. Pasina Shaka.